Naam, baada ya ukimya mrefu tangu mvutano wa kisiasa na maandamano nchini Tanzania, hatimaye Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete leo ameweza kuonekana tena hadharani mbele ya Watanzania baada ya kufanya kitendo hiki na kuweza kuzungumza haya katika hotuba ndefu siku ya leo. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu na nikuonyeshe ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa ya ukimya na kutoonekana, hatimaye Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete akifuatana ama kuambatana naye makamu wa rais wa Samia Suluhu Emmanuel Nchimbi kwa mara ya kwanza ameweza kujitokeza hadharani Jakaya Kikwete na kufanya kitendo hiki. Aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa awamu ya 4 na mkuu wa sasa wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Daktari Jakaya Mrisho Kikwete amewasili mjini Bukoba mkoani Kagera Disemba leo akiambatana na makamu wa rais Emmanuel Nchimbi katika kile ambacho kimevuta hisia za Watanzania wengi nchini nzima, huku Jakaya Kikwete leo akijitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu maandamano. Kuwasili kwake katika uwanja wa ndege wa Bukoba leo kulikuwa tukio muhimu sio tu kwa sekta ya elimu bali hata kwa anga ya kisiasa ya Tanzania, kwani waangalizi wengi walifuatilia kwa karibu kuibuka kwake tena katika maisha ya umma na ya kisiasa baada ya ukimya wa muda mrefu kufuatia maandamano na utata wa uchaguzi uliopita. Daktari Jakaya Kikwete leo alipokelewa uwanja wa ndege na Waziri wa Elimu na Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Faustin Mkenda, ambaye sambamba na mkuu wa mkoa wa Kagera Fatma Mwasa, viongozi waandamizi wa serikali na umati mkubwa wa wakazi wa eneo hilo. Mapokezi yenyewe yalikuwa na uzito wa mfano, huku Jakaya Kikwete akionekana hadharani na kuzungumza kwa mara ya kwanza hadharani tangu uchaguzi kufanyika na tangu utata wa maandamano kujiri nchini Tanzania, hii ikiashiria kurejea kwa makusudi hadharani na kutazamwa kwa umakini kwenye nafasi inayoonekana ya kitaifa. Uwepo wake mkoani Kagera leo unahusishwa na majukumu yake ya kuwa mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo amepangwa kushiriki katika hafla ya uwekaji jiwe la msingi la kampasi mpya ya UDSM mkoani humo, ambapo imeweza kufanyika siku ya leo pamoja ama akiambatana naye Emmanuel Nchimbi. Uchumba huu umekuwa na umuhimu mkubwa kwa sababu unamhusisha Jakaya Kikwete kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu maandamano na uchaguzi, jambo ambalo limezua mjadala kuhusu ushawishi wake na msimamo wake katika masuala ya kitaifa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, uanzishwaji wa kampasi ya UDSM Kagera ni miongoni mwa miradi mikubwa ya upanuzi wa elimu ya juu katika miaka ya hivi karibuni inayoendeshwa na serikali ya Samia Suluhu, ambapo anayemwakilisha ni Emmanuel Nchimbi. Pia unalenga kuongeza fursa ya kupata elimu ya chuo kikuu kwa vijana wa kanda ya Ziwa Tanzania. Mpango huo umepata umaarufu mkubwa zaidi kutokana na Jakaya Kikwete kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu utata na mivutano ya kisiasa na uchaguzi, na hivyo kuupa mradi huo sura ya kitaifa na kihistoria. Sherehe hizo za uwekaji jiwe ambao ulikuwa ushirikiano wa Jakaya Kikwete pamoja na Emmanuel Nchimbi umeweza kufanyika leo Disemba tarehe 15 mwaka 2025, zikiongozwa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na balozi Daktari Emmanuel Nchimbi aliyewasili Bukoba mapema siku ya leo. Muunganiko wa viongozi wakuu wa kitaifa pamoja na Jakaya Kikwete kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza na kufanya kitendo hiko ambacho ni cha maendeleo umeipandisha sherehe hiyo zaidi ya shughuli za kawaida za maendeleo. Maafisa wa serikali wamesisitiza kuwa chuo hicho kipya kinaendana na mkakati mpana wa utawala wa kugatua elimu ya juu, kupunguza msongamano katika kampasi kuu ya UDSM na kupanua fursa kwa wanafunzi kote nchini Tanzania. Malengo haya ya kisera yanajadiliwa sambamba na maslahi ya umma kwa Jakaya Kikwete kujitokeza na kuvunja ukimya baada ya muda mrefu wa mvutano wa kisiasa, kuakisi jinsi elimu na siasa zilivyoingiliana wakati huu. Profesa Mkenda amebainisha kuwa mradi huo unatarajiwa kuchochea ukuaji wa uchumi wa ndani kwa kuzalisha ajira, uendelezaji wa miundombinu na ongezeko la mahitaji ya huduma. Ahadi hii ya kiuchumi imetoa nguvu na kuonekana kwa Jakaya Kikwete na Emmanuel Nchimbi leo baada ya ukimya wake wa muda mrefu na kutoonekana kwa muda mrefu hadharani, ambayo wakazi wengi wanayatafsiri kuwa ni ishara ya umoja wa kitaifa kuhusu vipaumbele vya maendeleo. Wakazi wa Bukoba na mkoa mpana wa Kagera wameonyesha matumaini hayo na kubainisha kuwa uwepo wa chuo cha UDSM utabadilisha fursa kwa vijana ambao awali walikuwa wakisafiri kwenda mbali kufuata elimu ya juu.
Shauku yao imeongezwa na Jakaya Kikwete kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu maandamano, tukio ambalo wengi wanaliona kuwa ni kumrejesha mtu aliyemfahamu katika nyanja ya umma. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameona kuwa kuonekana hadharani kwa Daktari Kikwete kunabeba maana tofauti, hasa kutokana na maandamano na mivutano ya kisiasa hivi karibuni. Akiwa kama kansela, daktari na rais mstaafu, Kikwete amezungumzia umuhimu wa elimu kama kichocheo cha maendeleo ya taifa, mshikamano wa kijamii na ubunifu pia. Matamshi yake leo yanafuatiliwa kwa karibu kwa sababu yanamwakilisha Jakaya Kikwete ambaye amekuwa kimya tangu mvutano wa kisiasa na uchaguzi na maandamano ambayo yana uwezekano wa kutoa maoni yake kuhusu mwelekeo na umoja wa kitaifa. Mipangilio ya usalama na itifaki karibu na ziara hiyo imekuwa ngumu sana, ikionyesha unyeti wa wakati huu. Hali hii ya umakini inadhihirisha jinsi Jakaya Kikwete kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu maandamano yamekuwa kitovu cha udadisi wa umma na tahadhari ya kitaasisi, huku mamia ya watu leo wakikusanyika kumsikiliza na kumtazama. Ndani ya duru za kitaaluma, hafla hiyo sasa imekaribishwa kama udhibitisho wa jukumu kuu la vyuo vikuu katika kuunda mustakabali wa Tanzania. Ishara ya Jakaya Kikwete leo kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu uchaguzi imeongeza kina katika mazungumzo kuhusu uongozi, urithi na wajibu wa viongozi wakuu wa nchi wakati wa changamoto za kitaifa. Waangalizi wa mambo pia wamebaini kuwa utulivu na utu wa Daktari Jakaya Kikwete leo alipowasili ulidhihirisha uhakikisho na kutia nguvu mawazo yake kuwa ni mtu anayewaunganisha Watanzania. Ushiriki wa viongozi wakuu wa serikali pamoja na Daktari Kikwete umetafsiriwa kuwa ni kielelezo cha mwendelezo wa kitaasisi na heshima kwa viongozi wa zamani wa kitaifa. Katika mazingira hayo, Jakaya Kikwete akijitokeza na kuzungumza leo hadharani kwa mara ya kwanza tangu uchaguzi na maandamano yametungwa kuwa wakati wa kuleta msisitizo wa pamoja wa kitaifa badala ya ushindani wa kisiasa na mivutano. Wakati maandalizi ya sherehe hizo yakiendelea, wakati sherehe hizo zikikamilika, mijadala ya hadhara inabakia hai mtandaoni na nje ya mtandao, huku Watanzania wengi wakitafakari juu ya wakati na umuhimu wa kurejea kwa Daktari Kikwete mbele ya hadhara na kuzungumza kwa mara ya kwanza. Kauli mbiu inayojirudia katika mijadala hii ni Jakaya Kikwete kujitokeza na kuzungumza hadharani kwa mara ya kwanza tangu maandamano na uchaguzi wenye mvutano ambayo yameteka hisia za kitaifa kisiasa. Hatimaye ziara ya Daktari Jakaya Mrisho Kikwete mjini Bukoba leo inaonekana kuwa zaidi ya kazi ya sherehe. Inawakilisha sura ya kiishara katika masimulizi yanayoendelea ya Tanzania pamoja na Jakaya Kikwete ambaye kwa muda mrefu amebaki kimya kuhusiana na mivutano ya kisiasa iliyokuwa ikijiri. Tukio hilo ambalo limekuja kujumuisha matumaini ya utulivu leo, maendeleo na msisitizo mpya wa elimu kama msingi wa mustakabali wa taifa. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kukuandalia katika ripoti ama habari hizi, na kuomba unijuze maoni yako kuhusiana na Jakaya Kikwete na kitendo alichokifanya leo huko Bukoba. Pia chukua sekunde yako moja kubonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.